Mkoa wa Njombe tunatumia tani 112,000, more than 100,000 tons for fertilizer. The worth, it is approximately $50 million for fertilizer just in Njombe. Not about Iringa, not about Mbeya, not about Ruvuma. So unaweza ukaona kwamba sisi Njombe, taji ya mbolea mkoa wa Njombe ni tani 112,000. Mbolea ambayo sisi tulipokea Njombe, tulipokea tani 59,000. Kwa mbolea tu kwenye mkoa tumelipa bilioni 76. Natoa ufafanuzi kwa sababu ndio nakupa sababu kwa nini huyu ayambie makampuni ya mbolea ya Urusi kwamba njooni kwenye mkoa mwekeze, kwa sababu sisi ni watumiaji wakubwa wa mbolea. Maana mkoa mmoja tu wa Njombe ukiweka hapa kiwanda ni combined. Nishawaambia kijiji cha Amani kinatumia mbolea nyingi kuliko mkoa wa Singida. Kwa hiyo mnaweza mkaona hilo la kwanza kwamba kwenye mbolea tungetamani Mheshimiwa Balozi hili utoke nalo. Katika vitu vyote hivyo unaweza kusahau, lakini ukiongea na makampuni ya Urusi, ukiongea na wafanyabiashara wa Urusi, waambie kuna mkoa unaitwa Njombe Tanzania ni watumiaji namba 1 wa mbolea kwenye nchi. Sisi Njombe tuna vitu vitatu. Kitu kimoja ambacho amezungumza ni kwamba avocado ndio inaanza kwao. Lakini waambie wa Tanzania kama inaanza kwao, hebu tuwe sehemu. Maana hata Neme simulianza hapa avocado Njombe. Simulianza watatu. Leo imekuwa ni wakulima tuko zaidi ya 10,000. Sasa kama inaanza kwao, hebu tuambie wa Tanzania tuchangamkie fursa kwamba tuanze kutumia ubalozi wetu ulioko Urusi kwenye kutangaza avocado kwenye supermarket za Urusi. Sasa sisi tusikae kwamba Urusi avocado sio kitu kikubwa. Wakaanza wa Kenya, siku kikiwa kitu kikubwa tunakuja hapa tuanza kulalamika, wa Kenya wanapeleka avocado Urusi wanasema kwamba ni za kwao. Mimi nadhani mambo ya kienyeji watu wachae nayo. Pala ambapo Warusi wanaanza kuona kwamba avocado ni tunda zuri, makampuni ya Kitanzania yaanze kutumia ubalozi wa Tanzania Urusi na ubalozi wa Urusi Tanzania kwa ajili ya kuanza kuona hilo soko dogo dogo. Kama wanachukua avocado zao Mexico, kama wanachukua Peru, basi wao kwambia na Tanzania zipo. Это не такой популярный продукт в России, как чай, но это дает танзанийским производителям, в частности Njombe, дополнительные возможности познакомить российского потребителя с хорошего качества авокадо и приучить его есть авокадо, и тогда рынок будет открываться и увеличиваться. Kuhusu parachichi, Warusi hawali parachichi sana kwa sasa, lakini tunapaswa kutumia fursa hii ili kutangaza parachichi pia, ili Warusi wapate taarifa kuhusu parachichi ya Tanzania. Lakini eneo la pili balozi ni chai. Katika ziara nzima, moja ya kitu ambacho tungetaka Urusi na Njombe tushirikiane ni kuondokana na siasa ya chai ambayo imekatisha tamaa wananchi. Wananchi wamekuwa disappointed kulima chai, wananchi wamekuwa disappointed kuzalisha chai. Na serikali, Mheshimiwa Rais, waziri wetu wa kilimo Mheshimiwa Bashe, wanahangaika kuhakikisha kwamba zao la chai linarudi kwenye wakati wake kuwa zao la kibiashara ambalo wananchi walitegemea. Tumeenda kwenye viwanda vya chai, mnaona teknolojia tunayotumia ni teknolojia ya zamani na haiwezi kutupa chai daraja la kwanza kushindana na soko la chai kwenye soko la dunia. Tunachohitaji kwa balozi wa Urusi, tunachohitaji kwa balozi wa Urusi ni kumuomba makampuni makubwa ya uwekezaji kwenye viwanda vya chai wenye teknolojia nzuri waje Tanzania, waje Njombe, wawekeze teknolojia za kisasa kwenye viwanda vya chai. Kulima watu wa Njombe wanalima, kulima wa Tanzania wanalima. Hapa tunahangaika na watu wawili. Mmoja ni wafanyabiashara wa kuipeleka chai yetu sokoni, ambao Urusi ni wanywaji wa chai, ni miongoni mwa nchi zinazotumia chai sana duniani. Kwa hiyo wafanyabiashara wa Urusi pamoja kwamba wananunua chai India, wananunua chai China, bado tunawapa fursa nzuri sana
ya kununua chai mkoa wa Njombe, wafanyabiashara. Jina naitwa Steven Mlimbila, namiliki kampuni inaitwa Avonemes. Mimi kwa kweli binafsi tumshukuru sana mkuu wa mkoa wa Njombe kwa namna ambavyo amekuja na mpango mkakati wa kupeleka miundombinu mashambani. Sisi tushaanza kulima muda mrefu sana na tumetangaza sana zao la parachichi. Katika watu tunaweza kusema watatu Tanzania walio support au waliotangaza kilimo cha parachichi, mmoja wapo mimi nipo. Lakini kulikuwa na changamoto mbalimbali, lakini sasa hivi tumepata majibu. Mimi nafikiri wakati mwingine sasa hivi hata uchumi wa mkulima utakuwa, lakini hata mazao yetu yataongezeka kiwango. Kama tulikuwa tunatoa kontena 2 kwa mwaka, sasa hivi tunaweza kutoa kontena 3 mpaka 4 kutokana na miundombinu ambayo mkuu wa mkoa ametangaza iende mashambani. Na tumeona kwa vitendo imeenda mashambani. Mimi na shamba langu la ekari 200 lilikuwa limekosa kabisa miundombinu ya maji, umeme, lakini sasa hivi kupitia ziara ambayo alifanya mwezi uliopita, sasa hivi nimeshapata umeme kwenye ekari 200. Kwa hiyo na imani naomba niwahakikishie Watanzania waelewe kilimo cha parachichi. Parachichi hizi huwa zinakuwa msimu wa kiangazi, msimu ambao mvua hainyeshi. Sasa kama ufanyi umwagiliaji, kwa maana yake utarajie matunda hayawezi kuwa na ukubwa sana. Sasa hivi tuna soko kubwa sana la parachichi kupeleka India, lakini wanataka size kubwa sana. Sasa kama umwagili, maana yake utarajie utapata matunda makubwa ni machache kuliko madogo. Madogo utakutana nayo mengi, lakini makubwa yatakuwa machache. Lakini bado tunda lile lile likiwa dogo linaweza likawa tuseme matunda kilo 1 yakawa matunda 3. Kama umemwagilia atakuwa 3. Kama hujamwagilia anaweza kawa 5 mpaka 10 mpaka 20. Kilo 1 vile vile. Kwa sasa ukimwagilia maji, maana yake utarajie uzito utaongezeka. Ukiongezeka uzito, maana yake pesa itakuwa imeongezeka maradufu ya ile ambayo ulikuwa unaipata ukiwa humwagilie. Kwa mimi binafsi niseme namshukuru sana mkuu wa mkoa kwa sababu kule ambako ametupelekea umeme sisi, sio kwamba niko mimi peke yangu, wako na wakulima wengine wengi kabisa. Kwanza hatukutarajia kama tungeweza kufanikiwa kupata umeme, lakini mpaka ninavyozungumza sasa hivi milima zaidi ya 3 huko mashambani imesambazwa umeme. Tumeshaomba ile kwa ajili ya kulipia, kwa hiyo tunasubiria tu umeme wake. Na ukiwaka umeme, mimi na imani uchumi utaongezeka, kwa sababu sisi tunafanya kilimo cha nyanya, kilimo cha viazi, lakini yako mashamba ambayo tunafanya ya parachichi. Yale manake sasa tutalima mwaka mzima. Nyanya tulikuwa tunapanda mwisho mwezi wa 2. Ukipanda mwezi wa 3, manake utarajie inapofika mwezi wa 5 mvua itakumisha katika, kwa hiyo uweze kuendelea kuvuna nyanya. Sasa hivi manake tunaendelea kupanda nyanya mwaka mzima, kwa na imani ajira zitaongezeka. Nyanya tukilima sisi, unapotaka kuvuna nyanya eka moja tu lazima kuchukua wana kijiji waje wasaidie kuvuna zile nyanya. Kwa hiyo ajira tuna imani zitaongezeka. Kwa maana swala ya zao la parachichi wakulima wapande na wamepanda. Tunachokiomba serikali na balozi anapotutafutia soko, basi na sisi tunakuwa nyuma zaidi kuhamasisha wakulima wazalishe kitu bora zaidi ambaye kwenye soko katangaze nchi yetu. Tutoe shukrani za kututembelea na sisi tupo nyuma ya serikali na nyuma ya balozi ili tuweze kuzalisha kitu bora kashike soko.